Afrika Kusini inashuhudia wimbi jipya la maandamano dhidi ya wahamiaji, hasa katika majimbo ya KwaZulu-Natal na Eastern Cape. Waandamanaji wanadai kuwa wageni hasa kutoka Afrika wanachukua ajira zao, wanabana huduma za kijamii na kuwahusisha na uhalifu. Hata hivyo, tafiti zinaonyesha kuwa hakuna ushahidi thabiti kuwa wahamiaji ndio chanzo kikuu cha matatizo hayo. Mara nyingi hugeuzwa kuwa mbuzi wa kafara katika hali ya ukosefu mkubwa wa ajira na pengo la kipato. Hili si jambo jipya. Afrika Kusini imewahi kushuhudia milipuko ya vurugu dhidi ya wageni, ikiwemo mwaka 2008 pamoja na matukio ya mwaka 2015 na 2019. Baadhi ya maandamano ya sasa yanahusishwa na makundi kama Operation Dudula yanayochochea hisia kali dhidi ya wahamiaji. Kwa hiyo ni swala la wahamiaji au chuki dhidi ya wageni? Kuna wasiwasi kuhusu uhamiaji usio rasmi na shinikizo kwa huduma, lakini mara nyingi hugeuka kuwa chuki ya wazi dhidi ya wageni. Wahamiaji wengi hufanya kazi katika sekta zisizo rasmi kama biashara ndogo ndogo, hivyo huonekana kama washindani wa moja kwa moja na wazawa. Katika kujaribu kutuliza hali hiyo ya wasiwasi na uhasama dhidi ya wageni, Rais Cyril Ramaphosa wa Afrika Kusini amelaani vurugu hizi na kusisitiza kuwa hofu kuhusu uhamiaji isigeuke kuwa chuki, akitaka sheria ichukue mkondo wake. Wakati huo huo, Ghana imewataka raia wake walioko Afrika Kusini kuwa waangalifu, huku Umoja wa Afrika ukilaani mashambulizi ya chuki dhidi ya wageni na vitendo vya kujichukulia sheria mikononi, ikisisitiza ulinzi wa haki za wahamiaji na amani ya kikanda. Ikumbuke kwamba Afrika Kusini ni taifa ambalo kwa muda mrefu lilikuwa chini ya ubaguzi wa rangi mpaka mwaka 1994 ilipojipatia uhuru, huku nchi kadhaa za Afrika zikichangia kwa hali na mali upatikanaji wa uhuru wa nchi hiyo.